Mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya RS Berkane the Orange Boys dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba umemalizika na Orange Boys wamepata ushindi wa magoli 2-0. Football ya Afrika kwa asilimia kubwa mchezo kwao hutunzwa. Ni timu ambayo inakuwa nyumbani inakuwa na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Lakini kwa aina hii ya michezo, kwa maana ya nyumbani na ugenini, kitu kikubwa kwa timu ya ugenini inakuwa na lengo la kupunguza idadi ya mabao. Na hii sio tu kwa timu zetu, kwa maana ya timu za Tanzania, lakini pia hata timu zenyewe za Afrika Kaskazini, ambako kwenye kandanda ya Afrika mpira umetawaliwa na timu za Afrika Kaskazini. Zenyewe zikenda katika viwanja vya ugenini vinakwenda kwa lengo la kutafuta sare, ikiwezekana kama watashinda basi inatokana na mpinzani namna ambavyo amereact, lakini kubwa zaidi ni kupunguza idadi ya mabao. Kwa hiyo Simba matokeo ambayo wameyapata kwa maana ya 2-0, hapana shaka ilikuwa ni strategic ya mwalimu, kwa maana alikwenda kwa strategic ya kupata ushindi, lakini kama inashindikana kupata ushindi basi angalau wapate sare. Ikishindikana kupata sare, kwa maana ya option ya mwisho ni kupoteza, ambayo most probably ilikuwa ni kubwa zaidi. Option ya kupoteza, basi wapoteze kwa margin ndogo ya magoli. Na kilichotokea tumeona magoli 2-0 kwenye kandanda ya Afrika, sio magoli mengi sana. Simba ameshawahi kuvuka kwenye kampeni za namna hii ambazo alikuwa anahitaji magoli 2 au 3 na akafanikiwa kwenda katika hatua zinazofuata. Hii ni fainali, lakini kubwa zaidi ambalo tunakwenda kuliangalia kwa wakati huu ni namna ambavyo kocha wa Simba Fadlu Davids alikuwa akireact kujibu maswali ya waandishi wa habari katika chumba cha waandishi wa habari. Ikumbukwe Fadlu katika ule mchezo alionekana kuna muda na ghadhabu nyingi, hata kumfata line wa ule mchezo na kwenda kulalamika na akaonyeshwa kadi ya njano kwa namna ambavyo alitoka kwenye kituo chake, eneo ambalo anatakiwa kusimama, na kwenda kwa line. Lakini alikuwa anakwenda kwa maslahi ya klabu na kuonesha kwamba anajaribu kuonesha hisia zake kwa mwamuzi kwamba we are serious na tunaona hiki ambacho kinaendelea. Sasa basi, ukiachana na hayo, katika chumba cha mkutano na waandishi wa habari post match press, wala hakuwa amepanic, alijibu maswali very calm. Sasa miongoni mwa maswali ambayo ameuliza, tunaenda kuangalia majibu yake ambayo ameyajibu Fadlu Davids. Sasa ni majibu ambayo yanathibitisha kabisa kwamba Fadlu yupo comfortable, wala haihofii hiyo mechi ya pili ya marudiano. Ameongea kwa hali ya kujiamini kweli kweli. Ungeweza kushangaa kwa haya majibu ambayo ameyatoa. Miongoni mwa maswali ambayo ameulizwa ni swala la kuto kupata bao katika uwanja wa ugenini. Tunafahamu matokeo ya goli 2-0 sio matokeo mabaya sana, lakini kama angepata angalau bao moja ingekuwa mzigo ameutoa kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa maana ya 2-1 kwa mfano, ingekuwa ni matokeo mazuri zaidi. Lakini Fadlu Davids jibu ambalo alilitoa ni kwamba hao RS Berkane, alisema kwamba sijutii au hatujutii Simba kuto kupata goli moja, ila RS Berkane watajutia kwa nini hawakupata bao la 3. Maana yake nini? Maana yake Fadlu anaamini katika mchezo wa pili wa marudiano ana uwezo wa kupata hizo goli 2 ambazo wale wapinzani wale RS Berkane walizipata, au kupata goli 3 ambazo zinaweza kumvusha kwa maana kuwa bingwa, kwa sababu baada ya hapa hamna kituo kinachofuata. Kituo kinachofuata ni kubeba ubingwa. Sasa basi, Fadlu jibu lake hili linaonyesha kabisa kwamba yupo comfortable na wala haofii swala yeye kuto kupata goli katika uwanja wa ugenini. Na hiki alichokijibu ni jibu gumu kweli kweli, kusema RS Berkane watajutia wao kuto kupata bao la 3. Hilo lilikuwa ni miongoni mwa maswali ambayo yameulizwa. Lakini swali la pili ambalo aliulizwa ilikuwa ni swala la kuruhusu magoli ya mapema katika kipindi cha kwanza. Fadlu Davids akamjibu aliyeuliza swali kwa namna nzuri tu. Alimwambia wachezaji wa Simba kwa asilimia kubwa ndio wanacheza kwa mara ya kwanza hii fainali, kwa maana wengi wao ni wageni katika mchezo huu wa fainali. Kwa hiyo pressure ilikuwa kubwa, walikuwa wanahitaji angalau dakika kadhaa kwa ajili ya kugate momentum, kwa ajili ya kufeel ule mchezo, ili wawe na mechi iweze kuingia, wachanganye na kuweza kufanya vizuri. Lakini pia ikumbukwe katika mchezo wa msimu wa 2021-2022
Hii miamba miwili ilikutana katika kombe hili la shirikisho hatua ya makundi, na kule Simba aliruhusu mabao 2-0 na mabao yote yalifungwa mapema tu kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ni kama utamaduni wao RS Berkane kutumia nguvu kubwa kwa ajili ya kupata goli mapema. Sasa Fadlu Davids alijibu kwamba vijana wangu ni mara ya kwanza wanacheza, lakini baada ya kuget momentum, baada ya kuzoea mchezo, tulianza kuona wakitengeneza mipango zaidi na hata kulisogelea lango la RS Berkane. Maana yake nini jibu hili? Maana yake Fadlu Davids anafahamu kuhusu rasilimali alizonazo. Yeye Fadlu ameshawahi kucheza fainali ya hii michuano msimu mwaka 2021-2022 akiwa na Orlando Pirates dhidi ya hawa RS Berkane. Kwa hiyo ni timu ambayo anakumbukumbu nayo, anakumbuka kilichotokea mara ya mwisho. Kwa hiyo yeye hana pressure, lakini wachezaji wengi wao huwa na pressure ya kutosha. Hata ukiangalia aina ya magoli ni magoli tu ya kutokana na hiyo pressure ambayo tunaizungumza, kwa maana wapinzani wanakuja ndani ya boksi, kuna uzembe ulikuwa unafanyika, hali ambayo imepelekea kwa wao kuweza kupoteza huo mchezo. Kwa maana kuruhusu hayo magoli mawili na kupoteza mchezo finali. Hilo ni swali la pili ambalo jibu la pili ambalo amelijibu. Lakini jibu la tatu katika maswali ambayo aliulizwa kuhusu mchezo wa pili, yani finali ya pili ambayo itachezwa hapa Tanzania, na jibu ambalo amelijibu, amesema kwamba wanatamani kuona wanacheza katika uwanja wao wa Benjamin Mkapa, uwanja wao wa kujidai ambao wanafanya vizuri mara nyingi, lakini CAF wamewahamisha na kuwapeleka Amani, kwa maana ya huko Zanzibar. Hii Zanzibar ni kama neutral ground, kwa maana ya uwanja huru kwa hawa wote wawili, kwa sababu Simba Zanzibar, uwanja wa Amani sio uwanja wake. Anaposema sio uwanja wake ana maana nyingi, ikiwemo Simba ule uwanja hawautumii katika mashindano yoyote ile. Kwa msimu huu hawajautumia, wametumia katika mchezo mmoja tu, tena kwenda na kurudi dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo ni uwanja ambao wenyewe hawapo comfortable sana. Yani angalau wangepeleka uwanja KMC maybe ingekuwa na maana kuliko kuwapeleka katika uwanja wa Amani ambao na wenyewe pia ni mgeni katika wachezaji wengi wa kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo anatamani kuona mechi hii ikipigwa katika uwanja wa Mkapa, kwa sababu na wao wanataka kufeel kuwa home katika huu mchezo, kwa maana kupata home advantage katika mchezo wa marejeano. Maana yake nini? Maana yake picha ambayo tumeipata hapa ni kwamba Simba bado wana focus, wanaamini wanaweza kucheza katika uwanja wa Mkapa katika mchezo wa pili wa marudiano. Fadlu Davids licha ya hayo yote, moja ya kitu ambacho ameappreciate, amekubali kutoka kwa wapinzani ni juu ya kiungo Mamadou Lamine Camara. Huyu ni kiungo wa kimataifa wa Senegal ambaye alikuwa katika safu ya kiungo cha ulinzi ya RS Berkane, yani nambari 6 kwa lugha rahisi. Ni kiungo ambaye alifanya vizuri sana kazi yake katika eneo hilo, na kimsingi ndiye mchezaji ambaye alionekana kufanya interception nyingi, kuzuia sana wachezaji wa Simba wakiwa na flow kuanzia katika eneo la midfield, yani wakiwa wanakuja kupitia kati ambapo yeye anacheza. Kwa hiyo ametoa appreciation katika safu ya kiungo na ametoa appreciation kwenye kikosi cha RS Berkane. Walikuwa na mechi nzuri katika usiku huu wa Mei 17, lakini all in all ana matumaini makubwa kwamba wanakwenda kupindua meza katika ardhi ya nyumbani, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inawezekana ikawa Benjamin Mkapa, inawezekana ikawa uwanja wa Amani. Hii ni Mzinga Sports.